Kwanza niseme kuna migogoro ambayo inasababishwa na wahusika au migogoro ambayo inaletwa ya kutengeneza. Mimi kama askofu wa mapinduzi nalipokea jambo hili kama mwendelezo wa ukandamiza demokrasia na kuonea wapinzani kwa kutumia hila kwa namna ambavyo tuna uzoefu wa miaka yote kwenye vyama vya siasa, namna ambavyo vinamalizwa nguvu. Hii nayo ni jaribio lingine kwa Chadema kumalizwa nguvu. Kwa mimi nalipokea kuliona jambo hili ni kama chokochoko nyingine tena ya jaribio la kuimaliza nguvu Chadema. Ni tuhuma ambazo zipo ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tuhuma hizi zinatakiwa zijibiwe ndani. Kwa nini sasa chama cha Chadema mnaanza kuwanyoshia kidole watu ambao hawapo ndani ya chama? Hatunyoshi kidole watu ambao wako ndani ya chama, lakini ukweli ni jambo hili nadhani lina historia kidogo. Mwanzoni kabisa baada ya chama kufunguliwa, kwa sababu kilifungiwa zaidi ya siku 100 na kitu, chama kilipofunguliwa anza kazi, ilianza na mikutano ambayo ilikuwa na mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ilikuwa ni swala la kudai katiba mpya. Jambo la pili ilikuwa ni swala la free Tundu Lissu. Na haya mambo yote mawili ni mfupa mgumu sana kutafunika kwa serikali au kwa watawala. Swala la katiba mpya kama ni ukumbusho tu, mwaka 2021 katiba mpya ilivyobeba nguvu kubwa kufanya mikutano kama waliofanya kina Heche. Mwaka 2021 ilimpeleka ndani aliyekuwa mwenyekiti wakati huo mheshimiwa Mbowe, na akapewa kesi ya ugaidi. Na hiyo issue kaishia hapo, lakini si tu hapo. Tumeona wakati wanadai jambo hilo tumeona namna ambavyo ikaleta shida mpaka mkutano ukafungwa. Chokochoko ya Heche na waziri wa mambo ya ndani ndugu Patroba Katambi ilivyoshika kasi kubwa kuanza kujibizana, mwingine yuko kwenye mikutano ya hadhara, mwingine yumo ndani ya bunge, ilikuwa najibizana. Sasa majibizano hayo yaliendelea kama mikutano miwili hivi, lakini tuitegemea kwa majibizano haya kwa sababu wote ni wababe, wote wana nguvu, wote wamewahi kuwa Chadema na wote wamewahi kuwa viongozi wa vijana. Tuitegemea kwamba lazima kutakuwa na madhara fulani. Madhara ya kwanza tukashuhudia ya yale mikutano ya siasa kuzuiliwa. Nadhani isingeishia kufunga mikutano tu ya hadhara ambao hutumika kama kumjibu waziri wa mambo ya ndani, ingeenda zaidi ya hapo kwenda ni personal. Ndio maana ikafikia kwamba hata sifungue mkutano hadhara peke yake, lakini huyu mwenyewe alikuwa ananijibu, je, hakuna namna nyingine ya kufanya mpaka na yeye aonekane amechafuka, ya kufanya yeye aonekane kama anafedheka? Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba haya mabishano kati ya makamu mwenyekiti wa Chadema na waziri wa mambo ya ndani yanaweza kuwa sababu mojawapo ya yale ambayo mheshimiwa Heche yamempata, na hivyo sio swala la ndani. Lakini namba mbili, hili swala la hao viongozi wanatoka wanafanya press conference, tena hawafanyii kwenye maeneo yao, wanafanyia eneo moja Dar es Salaam, kutoka wengine Kilindi, wengine Muheza, wengine Morogoro, wanakuja kufanyia Dar es Salaam, na ni sehemu moja. Tunawajua viongozi wetu ni watu ambao wanafanya kazi kujitolea. Uwezekano wa kusafiri, kupata hoteli, kuita waandishi wa habari na kuongea tena Dar es Salaam, hiyo inaitwa ukimwona ng'ombe yuko juu ya mti ujue yupo aliyempandisha. Kwa hiyo unaanza kupata hisia tu kwamba kuna mfadhili yuko nyuma, ambaye mfadhili huyu atakuwa ndio anafanya yote haya, ambaye huyo mfadhili hawezi kuwa ndani ya Chadema, atakuwa nje, kwa sababu huko ushahidi watu wanalipwa milioni 2 mpaka milioni 3, na kuna wengine waligoma. Hao waliogoma ndio waliosema. Kwa hiyo kusema kwamba hizi ni chokochoko za ndani sio za nje sio kweli. Chadema kwa namna ambavyo imekuwa kwa mapambano ya pamoja na vita kubwa, hatutegemee mtu aliyebaki Chadema akaanza wale chokochoko tena ndani ya Chadema, isipokuwa wachache ambao wanaweza kulipwa pesa na watu wa nje.
Nini hasa dhumuni la kuwalipa pesa watu wao ambao naeleza kwamba wanaweza wakawa wamelipwa kutoka nje ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema? Mambo mawili makubwa, ndugu mwandishi wa habari. Moja, Chadema sasa hivi ni chama cha upinzani kikubwa cha upinzani, na ni chama ambacho kinawanyima usingizi watu ambao tuseme ni Chama cha Mapinduzi, ni kama washindani wao. Sasa katika mazingira ya kawaida kwenye mambo ya siasa, hasa kwa uzoefu wetu wa siku za karibuni, kuona chama kikubwa ambacho hakina ruzuku kilikuwa kimefungiwa, mwenyekiti wake yuko ndani na kinakuwa na nguvu kubwa kiasi cha kuwavuta wananchi, usiwaze wapinzani wao watakuwa na wao wamenyamaza tu kimya. Lazima watakuwa wanatumia kila njia wanayoweza, ikiwemo kutumia fedha, kutumia madaraka kama tulivyoona, ili tu kujaribu tu kuwapunguzia nguvu, kwa sababu uzoefu wetu unaonyesha kwamba hawa wapinzani wao badala ya kutumia kujibu hoja kwa hoja, kuna wakati watumia mahakama, watumia polisi, watumia uwezo wao, pengine mawaziri au watendaji wengine. Sasa jambo la hakika ni kwamba wapinzani wao wa kisiasa wanaweza kutumia mwanya huo wa viongozi wadhaifu kuwalipa ili kuleta mgogoro ndani ya chama na chama kishindwe kuendelea mbele na programu zake. Hiyo la kwanza. Jambo la pili ambalo la muhimu sana, tuna uzoefu wa miaka yote namna vyama vilivyowahi kufa na kupotea. Tunafahamu namna ambavyo NCCR ilivyokuwa na nguvu ilipoteaje. Tunafahamu ambavyo kafu ilikuwa na nguvu ilipoteaje. Tunafahamu vyama vingi vilivyokuwa na nguvu vilipoteaje. Vilipotea kwa sababu ya migogoro ya ndani, na chama kishapoteza nguvu, kipoteza ushawishi, ni rahisi sasa hicho chama hicho kudhibiti kikue. Sasa Chadema ambayo mwenyekiti wake yumo ndani kwa kesi ambayo kusema kweli ilikuwa ni kitendawili kikubwa, akabaki makamu wake yuko nje na akaendelea na nguvu ile ile ya kuendesha mikutano na kuongoza chama. Na katika mazingira hayo huyu makamu ambaye yuko na nguvu na msimamo wake ni kama ule wa mwenyekiti wake kutoingia kwenye maridhiano, na katikati ya mazingira hayo ambayo nchi inatamani kuingia kwa maridhiano, lakini Chadema kupitia makamu wake imekuwa kama ikwazo. Hatutegemei hata kidogo huyu ambaye amekuwa msimamo mkali kama mwenzake aliye gerezani asipate vitu kama hivyo, mambo ya kashifa. Hatutegemei. Kwa hiyo tunategemea kwamba lazima lingetokea tu jambo la kumfrustrate huyu, ili kwamba chama kikose kiongozi mzuri, alafu huyo dhaifu atawepo ndani ya madaraka ashawishe kirahisi kuingia kwa maridhiano nje ya msimamo wa muda mrefu wa chama kupitia mwenyekiti wake na makamu wake. Sababu ukiona chokochoko kama hizi, ndugu mwandishi wa habari, ujue madai yao ni kwamba anatumiwa kwa kukula hela, kula pesa. Lakini mwisho wa siku hizo tuhuma zinahitaji kuchunguzwa, na ukisema zichunguzwe inahitaji mwenyekiti akae pembeni, na anapokaa pembeni lazima yupo mwingine wa kuongoza chama wakati huo, na atakayekuwepo na kuongoza chama wakati huo hajajua atakuwa nani, atakuwa imara kama huyo aliyekaa pembeni au atakuwa dhaifu. Na atakayekabidhiwa chama wakati huo ana haki ya kuambiwa kwamba afanyeje. Kwa hiyo naomba niseme kwamba hizi ni chokochoko ambazo zinalenga kufanya chama kiwe dhaifu kikubaliane kuingia kwenye maridhiano. Bado baadhi ya watu wanaelezea kwamba hoja hizi zimetoka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ina maana ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yamkini kuna watu wanatumika. Kutumika kwenye vyama vya siasa jambo la kawaida, mwandishi wa habari, jambo la kawaida kabisa na limeshatokea. Lakini ukisema ndani ya chama, sisi tunasikiliza wahusika hasa wanaoshika hizo fedha, kwa sababu pesa za Chadema ziko chini ya secretariat ambayo inaongozwa na katibu mkuu kama mwenyekiti wa chama, kama mwenyekiti wa hiyo kamati. Na katibu mkuu ametoka hadharani akasema pesa ya Chadema iko salama. Tumwamini mwenyekiti wa Kilindi au tumwamini katibu mkuu ambaye anajua pesa inaingiaje na inatokaje?
Kwa hiyo tunaweza kuamini kwamba katibu alichokisema ni kweli, kwamba pesa iko salama, pesa ya tontone ya na wafadhili. Lakini ukisema kwamba chochote kinatoka ndani kwa wanachama kulalamika, of course malalamiko yao yanakuwa na ushahidi, lakini pia wangefuata utaratibu ambao unatakiwa. Katiba ya chama ni kwamba kama kuna malalamiko alalamiko kiongozi yapelekwe ndani ya vikao halali vya chama, na vikao halali vya chama kwa huyu analalamikiwa apewe nafasi ya kujieleza, sio kuita vyombo vya habari, sio kukiaibisha chama kwa umma. Utaratibu unajulikana. Lakini mtu anayevunja utaratibu wa namna hiyo anaenda kwa press conference analalamika, huku akijua katiba imruhusu kufanya hivyo, anajua utaratibu wa kufanyaje, tayari hiyo moja kwa moja gundua kwamba ni watu wanaotumika, na kutumika ndani ya vyama vya siasa kusema ni jambo la kawaida na sio mara ya kwanza watu watumika. Nataka kusikia. Umenielewa? Na kuelewa. Nataka kufahamu, unalionaje jambo hili? Linakwenda kufika mwisho ama ni jambo ambalo linafungua kurasa mpya wa mivutano ndani ya chama? Jambo hili ni jambo dogo sana kulinganisha na misukosuko ambayo Chadema imepitia. Wala tusilipe uzito wa kuzidi uzito mwenyekiti kukaa ndani zaidi ya siku 400. Na tusilipe uzito kama uzito wa chama kutoingia kwenye uchaguzi mwaka 2025. Tusilipe uzito kama vile ambavyo aliyekuwa mwenyekiti kipindi cha nyuma baada ya uchaguzi alikaa pembeni. Tusilipe uzito huo. Hivi ni vitu vya kawaida ambavyo kwa Chadema na kwa uzoefu wote imeshapitia mengi zaidi ya hiyo. Kwa hiyo mtihani huu na wenyewe unakwenda kushindwa. Kitu cha kufurahia tu ni kwamba bado chama kinaaminika kwa wananchi, bado Heche anaaminika kwa wananchi, na bado chama kitikisika. Mheshimiwa Heche ambaye anatuhumiwa hajatoa kujitetea wala kusema hivyo, sababu ili jambo kulipa uzito pale Heche angetoka akasema kitu, akasema jamani si aiba na nini, au chama kingesema kwamba kuna tuhuma kama hizo. Kwa hiyo jambo hili ni jambo la kawaida ambalo linaimarisha chama. Unajua chama chenye nguvu kinatakiwa kiendelee kuongelewa kama wanavyosema kwamba mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Kwa hiyo chokochoko hii na jambo hili actually mimi naweza kusema ni kufagia inapita ndani ya chama, kufagia takataka na watu ambao wanakaa kimaslahi, wanahongeka, njaa zimehamia kwenye kichwa mpaka wanashindwa kupigania maslahi ya wananchi mapana yanayodaiwa mambo ya katiba mpya ambao ni ya muhimu na ajenda za kusaidia umma na kupigania mambo ya Free Tundu Lissu. Sasa haya ya kawaida haya ambayo watu wajitokeza hao wanafagiliwa. Tumeona viongozi wa kama wachukua hatua wanawasimamisha, tumeona viongozi pia mkoa wanachukua hatua wanawasimamisha. Naamini kabisa hata kama wakija wengine kumbuka, sisi tunaona kama Mungu anapitisha fagio lake kuondoa wote ambao pengine tungeendelea kwenda huko mbele na viongozi namna hii tungekwama zaidi huko mbele ya safari. Sasa wanavyokuwa wanatokelea kwa sasa hivi, wanaondolewa watu ambao kwa ni masalia ya watu ambao hawaaminiki. Katika hali ya kawaida, mwandishi wa habari, katika zingira ya wananchi wanahitaji msaada na kusemelea mambo ya muhimu ya taifa, tulitegemea viongozi hawa waangilisha press conference kupigania yale ambayo ni ya msaada kwa wananchi. Swala la katiba mpya sio la Chadema, la wananchi. Sasa kama mtu hajawahi kuitia press conference kuzungumzia hata katiba mpya, kuzungumzia mwenyekiti wake yumo ndani kusema kwamba aachiwe, kuzungumzia pengine wananchi maisha magumu, labda mafuta kupanda, gharama za bodaboda kupanda, hazungumzii hayo. Anakuja kuzungumzia mtu amekula hela. Ana ushahidi nani mdau au tontole gani ambaye imeliwa? Unagundua tu ni kwamba ni kati ya salia yaliyobaki ambayo hatuko nao pamoja, ila walikuwa wanafikiri nao pamoja. Hasa wanaondoka polepole, lakini kwa staili ambayo ni kana kwamba
wanasema kwamba tumefukuzwa tundolewa, lakini kweli ni kwamba haya anayefanya mambo anajua kwamba mwisho wake utakuwa sio mzuri, kwa sababu umevunja katiba. Kwa hiyo mimi naamini swala hili ni ndogo sana, haliwezi kubadilisha kitu kwa Chadema. Chadema itazidi kuwa imara, itazidi kusonga mbele, na sasa hivi tuna maandalizi ya baraza kuu mwezi wa 9. Kama unavyoona michango inakwenda kwa kasi kubwa. Kwa sasa tumefikia milioni 42 na watu wanasupport, wanachangia kuonyesha kwamba hata hayo madai ya hela kuliwa hayajaathiri chochote. Vinginevyo ungeshuhudia kama ilikuwa watu hawaamini Chadema kwamba hela zake zinaliwa, wasingechangia. Tuongeze nguvu kubwa tu sasa hivi kupeleka programu zetu. Mikutano ikifunguliwa, mikutano iendelee kama kawaida. Nadhani kama tukio ilipitisha kwamba wataanza na kanda ya Pwani pamoja na Unguja na Pemba. Kwa naamini hii jambo la watu kutoka na kutoa place kwa tuhuma kwa mwenyekiti haitapunguza chochote, isipokuwa inachochea wananchi kukipiana chama zaidi, kukaamini kwamba hiki chama kitapigania maslahi mapana ya wananchi bila kuangalia wale. Na of course kama kuna engineer anapeleka mambo haya, anaendeleza mambo haya, huyo engineer hakupiga mahesabu vizuri. Huyo engineer mambo haya hakupiga mahesabu vizuri. Katikati ya mazingira ya sasa, ukijaribu kumwonea mtu ambaye watu wanahuruma naye, hata kama tuhuma za kweli au sio za kweli, utamuongezea kupendwa na kuhurumiwa zaidi. Ilifika mahali watu wakasemaje, kama tone namba ya chama, sasa tumeamua kutuma hizo tone kwenye namba ya Heche mwenyewe sasa, ili azile vizuri, ili Heche huyu azile vizuri, ashibe vizuri, afanye kazi vizuri. Heche mwenyewe akatoka akasema, jamani msifanye hivyo, tumeni kwenye namba ya chama, tumeni kwenye akaunti ya chama. Lakini watu washafika mahali kwamba bora ale hela yetu. Mwandishi wa habari nikwambie kitu ambacho labda watu wengi hawafahamu. Heche ni mtu amefika hapo sio kwa bahati mbaya. Ni mtu ambaye amepimwa na mitihani mbalimbali mpaka amefika alipofika hapo. Wewe kuharibu legacy yake kwa mambo ambayo hayana ushahidi wowote. Huyu amewahi kuwa mwenyekiti, amewahi kuwa diwani akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu Sauti. Amewahi kuwa mwenyekiti wa vijana taifa. Amewahi kuwa mwenyekiti wa kame Serengeti. Amewahi kuwa mjumbe wa kamati kuu zaidi ya miaka 10. Na sasa ni makamu mwenyekiti wa chama katikati ya upinzani, katikati ya uvunjaji mkubwa wa demokrasia kwenye nchi yetu. Sasa mtu huyu mpaka amefika hapo, ni wakula hela ya tone kweli? Watu wengi hawajui kwamba Heche ni mtu ambaye ajitolea sana. Fikiria tu ziara yote hiyo tangu apate mwenyekiti au makamu mwenyekiti wa chama, alikuwa atumi gari ya chama kwenye operation zote. Heche ana magari mawili. Mimi kwa msafara wake mara kadhaa kwenye ile ziara ya no reform election. Tumekuwa naye hiyo kanda ya nyanda za juu kusini, Mbeya, Njombe, Iringa, tukasafiri kwenda kanda ya kati na kuendelea kote. Heche anatumia magari yake mawili, sio magari ya chama, magari yake binafsi. Hayo magari ingekuwa ni mtu wa kawaida angesema ayapake atumia magari ya chama, angesema chama kimlipe. Lakini Heche kwa mujibu wa taratibu za chama ni kati ya watu ambao hawalipwi. Kwa chama chetu mwenyekiti wa chama na makamu wake na wengine hawalipwi. Kwa hiyo ni kati ya mtu ambaye amekuwa na majitoleo ya hali ya juu muda mrefu. Magari yake yanatumika, matai yanaisha, service ni yeye, na anakwenda hatua kwa hatua, sehemu kwa sehemu. Hajawahi kuwa na kisingizio kwa nini mahali fulani haendi, eti kwa sababu hana hela, eti kwa sababu hana gari. Sasa mtu wa namna hiyo wa kutumia rasilimali zake mwenyewe za familia kwa ajili ya chama, alafu useme kwamba leo asiamilike na watu kwa sababu umesema amekula hela, ni vitu vya kawaida hivyo. Kwa mimi naamini kabisa kwamba kwa sasa hivi kupitia tukio hili chama kimeongezewa kuaminika kwa watu kwamba kimegusa mahali ambapo panauma. Ndio maana wanaleta chokochoko kama hizo, na wananchi wanakiunga mkono zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzoni hata kabla ya hizo tuhuma. Asante. Mimi nashukuru sana kwa kuzungumza nasi siku ya hii leo. Mimi nikutakie kazi njema, lakini na wito kwa wananchi. Wito huu ni kwamba tuendelee kuamini chama kwa mfumo wa nchi yetu, ili kupata utawala, ili kupata uongozi, lazima kupitia vyama vya siasa. Ndicho kitu ambacho kimewekwa kwetu, kwa maana kwamba mkitaka kupata wabunge, madiwani, rais, ni kupitia vyama vya siasa.
Kikitokea chama kimojawapo ambacho kwa upande wenu kinaunga mkono, kinaongea ajenda zenu, ni muhimu kuunga mkono, kwa sababu chama hicho kikubwa sana. Si faida ya chama, ni faida ya wananchi moja moja. Utawasemelea juu ya matatizo yenu, utasemelea juu ya habari, ugumu wa maisha, utasemelea juu ya mambo mbalimbali, kama ambavyo tumebeba. Kwa mfano, jambo la katiba mpya ni jambo la wananchi. Kwa hiyo nitoa wito kwa wananchi wote, tuone kwamba kama kuna chama chochote kinachoungana nao, kinaongea ajenda zao, tukiunge mkono bila kubagua, kwa sababu chama hiki kitatusaidia sisi kutupunguzia au kutusemelea mambo yetu. Nitoa wito wa kuendelea kuchangia, tuendelee kuchangia kwa nguvu kubwa kuhusu hilo ombi la chama la kuchangia milioni 334 kwa ajili ya kutisha baraza kuu mwezi wa 9. Kwa kweli niombe kabisa kwamba baraza hili linakuja kuamua vitu vikubwa na vya maana sana kuhusu hatima ya siasa nchi yetu, na ni baraza tunalosema si baraza la Chadema peke yake, ni baraza pengine la nchi za Tanzania, la nchi wenyewe, kwa sababu haliji kuongelea mambo ya chama peke yake, linakuja kuongelea pia mambo ya wananchi na mustakabali wa nchi yetu. Kwa tunaingia kwa namba ambazo zinapita za simu, lakini pamoja na akaunti za benki, na tukifanya hivyo itakuwa tumesaidia chama kwenda mbele na kukipa nguvu kusemelea mambo yetu wananchi. Mungu awabariki sana, na muendelee kusapoti Chadema kwa kuwa ni mpango wa Mungu.